Je, unaamini ya kwamba unaweza ukawa na hedhi vizuri, ukawa ni mwanaume lakini ukawa unapata nguvu za kiume vizuri na uwezo vizuri, lakini ikawa changamoto ni kwenye uzito wako. Uzito wako ukawa ni sababu ya kukunyima nafasi ya kuwa mzazi. Watu wengi huamini kwamba uzito ni muonekano tu, bali ni kitu ambacho mtu akiwa mnene, kitu ambacho kinachoathiri ni muonekano tu, labda muonekano wake utakuwa tofauti, atakuwa hana muonekano mzuri, lakini sio kweli kwamba sio muonekano tu, hata mabadiliko ya vitu vingi vinavyoathiri uwezo wa kuweza kupata mtoto kwa urahisi. Watu wanene wa kike wanakuwa wanaingia kwenye changamoto ya kuvurugika kwa homoni, ambapo inapelekea mayai hayapevuki vizuri. Lakini pia kwa wanaume wanapitia changamoto kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri kwa sababu ya unene wao na kupelekea upungufu wa testosterone hormone, ambapo homoni zao pia zinakuwa zinashuka. Tunatakiwa tuangalie ya kwamba kila umri wa mtu na kila umri wa mwanamke au mwanaume na kila urefu wa mwanamke na mwanaume ana kiwango kizuri cha kuwa na body mass nzuri. Yaani tunakusudia anatakiwa awe na kilo maalum kwa ajili ya kuweza kuweka sawa mfumo wake wa uzazi. Lakini imekuwa ni swali ambalo linaulizwa na watu wengi, mimi mbona ni mnene lakini sipati ujauzito, mimi bwana ni mnene lakini na changamoto 1, 2, 3, mzunguko wangu haueleweki. Kuna wengine ni wanene lakini hawawezi kupata ujauzito, wengine ni wanene lakini hata mzunguko hauoni kabisa, kwa sababu upevushaji umekuwa ni mdogo na umeshuka chini. Sasa labda tujiulize, unaweza ukawa pengine umeenda kupima una kilo 80 au 85, 90, lakini wewe umri wako ni mdogo na unatakiwa na urefu wako ni wa kawaida, lakini unatakiwa uwe na kilo labda 65. Kwa hiyo ukijumlisha kutoka 65 mpaka 85 unakuta kuna utofauti wa kilo 20. Maanake wewe kilo 20 unakuwa unatembea nazo kila siku. Maanake wewe kilo 20 unakuwa unatembea nazo kila kukicha. Kwa hiyo unapelekea matatizo yanakuwa ni mengi, changamoto zinakuwa ni nyingi. Hebu imagine wewe ukawa unatembea na kile kamtungi ka gesi kale kadogo kale kako kwenu au kwa jirani yako hapo, ukawa unatembea nako kale kamtungi ukawa unakabeba, inamaanisha wewe utakuwa unachoka sana na mwili wako unakuwa unauchosha kwa sababu ya kubeba mzigo. Sasa hali inayopelekea changamoto zinazidi kuwa nyingi, kwamba mwili wako kwanza ukiachana na kuharibika kwa hormone, lakini pia unakaribisha katika changamoto kubwa sana ya hormone. Ukiachana changamoto kubwa ya hormone, lakini mwili wako unakuwa unauchosha sana, mwili wako unakuwa uko dhaifu hali, unakuwa uko umechoka mno, unakuwa ni mtu ambaye wa uchovu mara kwa mara. Ndio maana unaambiwa bwana, watu wanene wavivu sana, watu wanene wanaichi, watu wanene wanaichi, kwa sababu ya zile nyama ambazo zinakuwa excess katika mwili wako. Basi na kujikuta unakaribisha matatizo mengi. Mtu mnene mwanamke ni mtu ambaye anaingia kwenye changamoto ya migogoro katika ndoa, ni mtu ambaye ana mzunguko wake haueleweki, ni mtu ambaye ataute kupata ni mtihani. Lakini pia kwa wanaume ni moja ambayo kitu ambacho kinachoathiri uwezo wa kuweza kushika ujauzito. Sasa leo ni mada yangu ambayo tunapenda kuizungumza leo, ni mada inayohusu kwa nini uzito unapelekea kuathiri mfumo wa uzazi. Kwa nini uzito unakuchelewesha kuwa mzazi kwa muda mrefu? Umekuwa ukihangaika, hujui changamoto ni nini, pengine mzunguko wako unaenda vizuri, lakini unene wako unakuwa unadhoofisha
ubora wako wa kuweza kushika ujauzito au uwezo wako wa kuweza kutingisha ujauzito. Lakini imekuwa ni mada ambayo inapendwa sana kwa sababu asilimia kubwa watu wengi wanapenda sana kusikia vitu ambavyo vinavyomhusu. Kwa leo huenda hichi kitu kinakuhusu. Labda umepima kilo na kilo labda zaidi ya 60, zaidi una kilo zaidi ya 80, una kilo zaidi na wewe mwili wako una umri wako ulitakiwa uwe na kilo 65. Kwa hiyo kuna zile excess unakuwa unatembea nazo kila siku. Okay, karibu sana mdau wa afya. Kama ndo kwanza unaanza kusikiliza channel yetu, basi nikushauri moja kwa moja like ili uweze kupata nakala zetu za moja kwa moja. Lakini kama tayari umesha like basi na kucomment na umesha subscribe, basi nikupe hongera na karibu sana katika mada zetu. Tukiwa tunazungumzia leo, tutazungumzia madhara ya unene kwa wanawake na wanaume, ambapo kitu gani ambacho kinachoathiri uwezo wa mwanaume, lakini pia kitu gani ambacho kinachoathiri uwezo wa mwanamke. Karibu sana. Kama nilivyosema, leo tutazungumzia mada hii. Okay, kabla hujaanza kusema labda mimi bwana na matatizo, nimerogwa, labda kuna uchawi, labda umri wangu, labda changamoto fulani 1 2 3, labda kuna hichi, basi changamoto kubwa ni uzito wako. Uzito wako unaweza kuwa ni sababu kubwa sana ya kuathiri uwezo wako na ubora wako katika uzazi. Kwa hiyo tukianza kwa mwanamke, moja ya unene, kitu ambacho kinachoathiri basi kinaathiri ni hormone, kubadilika kwa hormone zako. Lakini sababu nyingine unapelekea kukosa ovulation. Maana yake upevushaji wako mayai unakuwa ni mdogo sana. Kuna wengine hawapati kabisa ovulation, maana yake hawapevushi mayai. Kuna wengine hawapati kabisa period, hawapati kabisa. Wengi nawafahamu, wengi mchawasaidia. Kuna wengine kabisa unakuta wanaingia katika wimbi kubwa sana la kupata PCOS. Hii mada tushaizungumza kwa upana katika video za nyuma. PCOS ni ugonjwa gani, unatokeaje, unakuaje, unatokana na nini? Tulishauzungumza huko nyuma. Kwa unaweza ukapitia katika video za nyuma, utaona kwa upana zaidi. Lakini pia unakuwa unajikaribisha wewe mwanamke matatizo mengi sana. Unakuta unashindwa kushika ujauzito kwa muda mrefu. Hiyo ni kwa upande wa mwanamke. Lakini wanakuwa mara nyingi sana wanajikaribisha pia katika wanawake hawa, wanajikaribisha katika magonjwa PID, lakini UTI na fungus kwa wengi kwa sababu ya unene wao. Unakuta wengine wanashindwa kujisafisha vizuri, wengine sabuni zinaganda, wengine wanafanya hivi, unapelekea changamoto inakuwa ni kubwa sana. Lakini tuangalie kwa mwanaume inakuwaje. Kwa sababu unapokuwa mnene katika kiwango, basi unakuwa unapelekea yale mafuta yako yanakuwa. Okay, tukiangalia kwa mwanaume, moja ya changamoto kubwa sana ya hii tunasema unene uliopitiliza, unene wa excess au uzito ambao umekuwa mkubwa. Moja ya changamoto yake kubwa ni kushusha kwa testosterone hormone. Hormone za testosterone zinakuwa zinashuka katika kiwango kikubwa sana na kupelekea changamoto kuwa kubwa sana kwenye uzazi. Kwa hiyo uzalishaji wako kwanza kwenye mbegu unakuwa ni mdogo, kiwango cha unapata low sperm count, lakini pia unakuwa uwezo wako kuperform pia unakuwa unashuka kwa sababu ya uzito uliopitiliza, unakuwa tayari mwili wako umeshachoka. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinavyopelekea changamoto hiyo na kupelekea idadi ya mbegu inakuwa ni sio bora, na mbegu zinakuwa mara nyingi hazina mkia, zinashindwa kuflow vizuri au tunasema semen hakuna za kutosha, na kupelekea migogoro na mivutano katika mahusiano au katika ndoa. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye una changamoto za hizi unene, basi nikusii na nikushauri kwamba ni bora zaidi kuweza kupata programu ambazo ziko tayari katika ku lose weight, ambazo unazifuata kwa utaratibu ambao tulioweka na kupelekea changamoto yako kushuka zaidi na kukupa nafasi ya kuwa baba au ya kuwa mama kwa haraka zaidi. Kwa hiyo asante sana, Mungu akubariki. Tutaona katika vipindi vinavyokuja. Kama bado huja subscribe, basi nikushauri moja kwa moja subscribe ili uweze kupata nakala zetu za moja kwa moja. Kama wewe tuambie wewe changamoto yako
wewe changamoto yako umekuwa ukitafuta kwa muda gani? Tuambie kwenye comment, umekuwa ukitafuta mtoto kwa muda gani na umeshapima, umeambiwa changamoto ni nini? Tuambie hapa kwenye comment. Wewe tuambie kwanza, tunaomba utuambie uzito ni kweli unaweza kuathiri uzazi? Tuambie ndio au tuambie hapana, na tupe na sababu ambazo unazozijua wewe, alafu sisi tutazipitia na tutazijibu kwa ufasaha zaidi. Okay, Mungu akubariki. Tuona katika vipindi vinavyokuja. Usiwe mchoyo wa kucomment na kulike, lakini pia usiwe mchoyo wa kushare kwa watu wengine ambao unatamani wajue kitu ambacho ulichokijua wewe siku ya leo. Asante sana, Mungu akubariki. Tuona katika vipindi vinavyokuja.